Karibu sana katika weekend nyingine ya kurasa za mwisho. Mimi ni Philip Cyprian nikiwa pamoja na Jabil pamoja na Naheka, tukiwa na pia Charles Abel katika kipindi cha kurasa za mwisho. Karibu sana. Asante sana. Jabil pamoja na Naheka. Wakati nakuja nilikuwa nafikiria kuhusiana na watu wengi wanasema, sijui watu wengi kwenye mitandao wanasema soka limeuzwa, soka limeuzwa, lakini kwa namna moja ama nyingine ukiangalia pressure inatoka kwenye nchi za Ulaya, wakiwa wapendezi na FIFA kuwa na mpango huo wa mauzo ya kwa wawekezaji. Nikasema kwa kuwa limeibuka wiki hii, labda Jabi, wewe mfuatiliaji mchokonozi wa hivi vitu, kabla tujaingia kwenye magazeti, wewe unaonaje, kuna manufaa au hamna manufaa? Manake ukiangalia katika mitandao ya kijamii, baadhi ya mashirikisho yamekosoa, imebaki Afrika na baadhi ya Asia wako upande wao, lakini UEFA wamekuwa kwanza kabisa kukosoa mpango huu wa ni kurasimisha. Yes. Inaitwa urasimishaji. World Cup. Kurasimisha, yani mbona ina maneno mengi, urasimishaji wa kombe la dunia. Tupe picha halisi wewe unayodhani urasimishaji huu ni urasimishaji wa kuuza tournament ya kombe la dunia, ama ni urasimishaji wa biashara ya aina gani? Wewe ukiwa kama mchambuzi, ukiwa kama mtu wa benki, mambo ya finance, na je, kuna faida? Unajua tulizungumza hapa kipindi kabla World Cup haijaanza, tukiwa na Charles Abel na naye kalikuwepo. Wenzetu vitu vingi wanavyovifanya wanavifanya kwa analysis na wanafanya utafiti. Wanafanya utafiti, zinakuja data, wanazichakata, waandishi wanasemaga, wakizichakata wanakuja na majibu. Swali ambalo linakuja sasa hivi la msingi, na ukiangalia watu wengi wanaliulizia hilo, kwamba Infantino kwenye hili jambo anazo data za kuwashawishi watu kuonyesha kwamba World Cup inavyokuwa chini ya FIFA, costs za FIFA za kuendesha ile World Cup mpaka inaisha, na faida ya kuiuza FIFA wakabakia wao kukaa kuangalia World Cup wakiwa tayari na mzigo wao benki, ipi ina benefit? Si unanielewa? Na hiyo ndio fakti ambayo inatakiwa Infantino aje mbele aizungumze, kwamba World Cup hii ya Marekani FIFA tulitumia this figure, ambao hii figure sisi tukiuza na tukabaki na matangazo yetu yote, sisi tutakuwa na costi, tutakuwa na benefit kubwa. Kwa aje na namba. Aje na namba, hiyo namba moja. Lakini namba mbili, unajua World Cup moja wa wadhamini wakubwa ni Coca-Cola, kulikuwa na Qatar Airways, kulikuwa na Lenovo, kuna wale main sponsor Lenovo, Adidas na Visa, Hyundai na Visa. Sasa ulikuwa ukiziangalia zile zote market share zao zote. Kwa mfano huyu umemuuliza swali na Eka, umeniuliza mimi swali na Eka umemuuliza hapa kwamba Asia wana support hiyo move. Asia wana support. Sasa watu wakubwa ambao wao biashara zao zipo kwenye World Cup na main sponsor huwa wakubwa, main sponsor ni kutoka Asia. Kwa hiyo inabidi uwe makini sana eneo hilo. Hyundai from Asia. Lenovo hii ilikuwa juzi World Cup from China. Sawa? Hao ni main sponsor wakubwa. Kwa hiyo unaweza kuona nyuma ya hili jambo kutakuwa na vitu vingi sana. Na mimi tulikuwa tunaongea na Eka off mic kwamba asipokuwa makini Infantino ndio inaenda kumuondoa. Manake marais wengi walopita
Nimemwona hata Seif Blatter amekasirika kabisa. Marais wengi waliopita ukichungulia ni kama vile kuna issue inatokea na ndio wanakung'oa hapo hapo. Na hii huoni kama ilianza wakati wa kombe la dunia, maamuzi ya waamuzi na vinginevyo, sheria zile mpya vikawa vinasababisha hivyo. Na Heka uliitikia, ukiangalia namna ambavyo ameondoka Blatter, akuondoka kama ambavyo atakuja kuondoka Infantino, kama hili sakata litakuja kumng'oa Infantino. Tunazungumza juu ya hivi vitu, hizi scenarios za kimaamuzi ambazo zinakuja kumtoa, lakini Blatter ilikuwa ishi kubwa kidogo. Ni kweli ilibidi itengenezwe kashfa kubwa sana ya fedha, na ambayo ilikuwa imeinvolve mpaka FBI kumchukua na kumuingiza kwenye ile scandal, ndo Blatter anakuja kutoka. Kwa hiyo ukiangalia namna ambavyo Blatter alitoka na namna ambavyo hizi scenario zinazoonyesha mwanga kwamba mwisho wa Infantino unakuja, anakuwa naungana na Abeli, huyu ndo rais ambaye mimi kitu kimoja ambacho napata indication kwamba ataondoka. Yaani msigano huu ni mkubwa, na pengine hiyo kauli yako inaweza ikawepo. Ukishaona wanaokuzunguka, wanaokusupport wanaachia ngazi, wewe uko mbali. Tuendelee na Abel. Abel, kuna pointi yako pale tukakukatisha kwa sababu ya usikivu. Yaani marangu unajua yaani sababu ambazo sio za kimpira. Yaani Seif Blatter hajaondolewa kwa sababu za kimpira. Yaani kuna masuala ile makashfa ya ubadhirifu na mambo mengine. Yaani uchunguzi ulifanywa na Marekani. Yaani nchi ndio iliamua kumtoa Seif Blatter. Yaani na mahakama zile za Uswizi. Lakini ukiangalia Gianni Infantino ni mtu ambaye anafanya vitu kinyume na taratibu, na hichi ndio ambacho kinakuja kumtoa. Yaani kuna mfululizo wa matukio ambayo yanafanya hata watu wengi, hata wale ambao walikuwa na trust na FIFA Infantino kuweza kupoteza trust nayo. Leo tunazungumzia yule ambaye anazungumzia Aisha mkataba. Yaani sasa hivi kwa sababu FIFA kama chama wanachama 211, wanachama 109 support mpango wa kugomea hiyo mpango wa FIFA. Afrika bado tunasuasua, lakini jana nimemsikiliza pia rais wa FA wa shirikisho la Komoro, is like kauli yake kama naye anaunga mkono kile ambacho kinafanywa na zile nchi za Asia na Ulaya na Amerika Kaskazini. Sasa nyuma ya huo mpango kuna mabilionea wa Marekani. Inapofika hatua ni CONCACAF inaunga mkono Ulaya, yaani unatakiwa mwenyewe ujiongeze, kwa sababu Marekani ndo tunasema mwanachama wa CONCACAF mwenye nguvu kubwa. Maana yake kama CONCACAF wanachama wote 49 wanaungana 44, wako 44 nchi wanachama 44 wanaungana pamoja kuungana na UEFA. Maana yake Marekani ni sehemu ya watu 44 ambao wameungana na UEFA. Kwa hiyo unaweza kukuta kumbe hata ndani ya Marekani watu wa mpira wa Marekani hawasapoti hicho kitu. Lakini uwazi. Yaani kuna vitu vingi ambavyo Infantino afanye kwa kufuata uwazi. Ukiangalia kwa mfano tukio lile la kadi nyekundu ya yule mchezaji wa Marekani ambayo ilifutwa na vitu vingine ambavyo vimefanyika kwenye kombe la dunia, sio vitu ambavyo vilikuwa vinashirikisha watu. Yaani ni kama maamuzi tu ambayo yalikuwa ya pressure. Kitu ambacho watu wameanza kutilia wasiwasi kwamba kama kwenye kombe la dunia ilikuwa hivi, vipi kuhusu huo mpango. Lakini pia FIFA kila mwaka inatangaza inaingiza faida. Yaani watu wanahoji kama mnaingiza faida, hiki kitu kwa nini kilazimishwa kuingia wakati tayari hili shirikisho linaingiza faida? Kwa hiyo unaona Infantino anajikanga na mafuta yake. Ni kweli. Na unajua katika kitu ambacho wenzetu wanakijali sana, unaweza kufanya chochote kwenye taasisi ukaleta faida ikawa kubwa, watu wakagawana dividend wale mashareholder, lakini wakisikia tu kwamba bwana unajua pamoja mmefanya hii faida
lakini huyu jamaa alikuwa lipi kodi. Yani kile kitendo kidogo ambacho wewe unafikiri hiki bwana ni kidogo sana, kwamba hakina shida, watanielewa tu, unaingia moja kwa moja kwenye rushwa. Hiko ndio iko sasa. Kuna kama hiyo kampuni ambayo inataka kurani, ni kampuni ambayo ya mkwe wa Donald Trump. Sasa ngoja hapo mnadhani kwamba manake katika kombe la dunia tumeshuhudia, manake hii ni baada ya kombe la dunia, si ndio? Katika kombe la dunia tumeshuhudia kwamba wakiwa Infantino na bwana Trump wakiwa na mashirikiano ya karibu sana, ikiwemo statement ya Rais Trump ya kusema kwamba Infantino ana uwezo mkubwa wa kuwa katibu mkuu wa UN, Umoja wa Mataifa. Kama mapendekezo hiyo moja. Mbili, ya kadi nyekundu uliosema, ambayo nayo ambaye alisema good president for FIFA. Tatu, kumpa tuzo. Sio, unakumbuka? Yes. Walimpa tuzo. Yeah. FIFA walimpa tuzo Trump. Yeah. Hayo mambo matatu na mengineo ambayo yapo chini ya kapeti ambayo labda baadaye tuweza tukafahamu, na hayo ya mtoto wa nani? Mkwe wa nani? Hayo ukiyajumlisha yanaweka ukakasi. Kama nilivyokuambia kwamba kama anavyosema Naeka na Charles kwamba Infantino asipokuwa makini akatokea candidate strong akamchallenge, ambaye watu wanamuona kwamba hii ni vision ya mpira, hii ni symbol ya football ya dunia, anaweza kuoa. Yani Arsene Wenger tu akisema nachukua fomu. Nimeona nani rais wa PSG wanampigia chapuo. Unajua Jabili, rais wa PSG Ulaya hajawahi kukosa watu wa kuongoza. Rais wa PSG tayari. Yaani Ulaya hajawahi kukosa watu wa kuongoza mpira. Na Infantino hatotoka kwa kula. Yaani box alitomuondoa Infantino. Ila haya yanaendelea. Ndio nataka kumuondoa Infantino kwa sababu huwezi kufanya kazi na watu ambao wakukubali. Leo vyama 109, yani wanachama 109 wanaungana kupinga. Baada ya yule refa kuondolewa kombe la dunia, haijapita siku 3, UEFA ametoa statement, wamempa mechi kubwa. Wao yani uone nini kinachoendelea. Tena huyu anatoka Afrika. Huyo refa wanamtoa kutoka Afrika. Sio hivyo, lakini kuna scenario nyingine ambao mlikuwa mjainoti kwenye finali ile ya World Cup. Rais wa UEFA hakuwepo. Hakwenda. Sasa inawezekana Philip, mimi ninachokiona, sisi tunayaona haya ambayo tunayaona. Lakini wale wakubwa wanaona mengi nyuma kuliko haya tunayaona. Na inawezekana sisi tunaweza tukaziona hizi kama sababu, lakini inawezekana kikaja kitu tofauti hapa mpaka tukawa surprised. Kwamba hiki ndio kitakachokuja sasa kumwekea shida Infantino. Ukiona ashirio, hii ni mimi na nyie tu. Kama mwingine anatuangalia, ukiona sisi tunabobea katika media, ukiona ashirio la makala la Jabir, historia ya Jabir katika mashirika ya habari, yani kwa maana kwamba kukikucha Jabiri aliwahi kufanya hivi, Jabiri alitokea hapa, njia za Jabiri ni hizi hapa, mnakuwa mnajua hiyo ni ashirio kwamba jiandaeni. Tutoke hapo, baadaye nitakwambia uzoefu na hilo jambo. Babu amenitoa kwenye giza kubwa sana. Kaimaliza kikubwa. Ukishaona tu ashirio hivyo, mashirika haya makubwa. Naeka umekumbuka mbali sana kwamba kuna mtu ilikuwa hivyo, baadaye mkasikia goodbye. Mashirika haya makubwa ndio yanakuaga hivi. Wanakuandaa, kwa mfano kama sisi waandishi wadogo huko, wanakuandaa usipate tabu ya kuandika makala. Nitaambia wapi ipo hiyo baada ya kipindi, nitaambia wapi unaweza kufuatilia. Haya, tuje kwenye gazeti la Wana Sports. Wawili mezani Yanga. Kuna wachezaji wengine wawili watasajiliwa Naeka. Hapo na link. Wapo ambao watasajiliwa. Lakini babu, tukukumbushe. Aziziki inaweza iwepo au isiwepo. Kuna mtu alisema Aziziki haiwezekani akatoka kwenye milioni 90 kwa mfano hiyo hela, akaja kwenye milioni 20. Mpira uwezo kujadiliwa. Nimesikia hiyo jambo. Kama mnashambulia tukushambulie. Lakini hizo stories zipo za milioni 90 kwa milioni 20. Tukukumbushe.
siku kama ya leo wiki na Mayele iliwekwa story ya Peter Sharulile. Sahihi kabisa. Gazeti letu lilikuwa pale. Kwamba Peter Sharulile tulitaka iliandikwa na mwandishi wetu. Gazeti lilopita tukasoma tukajiuliza maswali mengi sana. Mimi nilikuwa nakufuatilia Babu tukiwa mbali sana. Nikaona story imeleta mjadala. Kwa sababu tulikuwa tunamuuliza Charles bwana, mwandishi wetu huyu hadi kaika hivi vitu anatoa wapi? Tulikuwa kidogo tuko nani sana hapa, mimi na Philip bwana tumemuuliza Charles. Ni kama scenario ambayo Philip unasema juu ya mtu anayeona scenario ya pesa, huyu anapata pesa nyingi huku lakini anawezaje kuja huku. Kwenye wakati mwingine kwenye mambo kama ya mpira huangalii sana mtu anapata nini kule. Huwezi kuniambia hela ambayo alikuwa analipwa Chama akiwa Simba ndio pesa ambayo alikuwa analipwa Chama akiwa RS Berkane. Vitu tofauti. Zetu kule wanafanya vile kwa maana ya kukuweka katika utulivu, ufanye kazi yako nzuri, na maslahi yao yanakuwa posho nyingi, mshahara mkubwa. Kwa hiyo inawezekana Azizi alikuwa analipwa hela nyingi Libya, na no doubt wako wachezaji wengi wakubwa. Angalia Fiston Mayele amebakiza siku chache sana, anaweza katambulisha wakati wote kwenda Libya kutoka Pyramids. Kwetu sisi mimi sijaelewa kabisa mpaka leo najiuliza. Ni pesa, ni nguvu ya pesa. Ni pesa tu. Libya kuna pesa nyingi. Sasa ni wewe kuamua, unaamua kufanya nini. Unaona sasa kama Azizi yuko likely kuondoka kule, ina maana kuna kitu kingine anakitafuta kwenye maisha yake, sio tu pesa. Pesa kama pesa amepata Wydad, ameipata wapi? Ya Libya, lakini bado anaona nataka kwenda kufanya kitu sehemu ambacho kitaniweka kwenye kusikika zaidi. Familia pia inawezekana ikawa tu familia, lakini bado hatuna uhakika sana kama hiko kitu kitafanikiwa. Ni jambo la kusubiri, lakini pia linategemea na idadi ya wachezaji wa kigeni. Mnapiga namba nyingi, maana naziona kama tayari wanaanza kutai. Charles bwana, mimi naomba nimpongeze Charles na mwandishi wetu alioandika habari za Sasa ni mwandishi wetu, kwani ndo Charles? Sawa, lakini si gazeti si la Mwananchi ambapo Charles yupo. Lakini tumesemaga Mwanaspoti ndio tushasemaga hapa siku ya nyuma, mwandishi wetu ni mwandamizi. Tutasema Charles ni mwandamizi. Mwandamizi. Kwani Charles tunamhitaji jina lake? Also known as mwandamizi. Kwanza mimi ni mwandamizi. Ukiangalia mwandamizi. Mwandamizi ndio wale wanaoongoza katika vile vyama vyetu vya michezo vya waandishi wa habari ambao walikuwa nasema vile. Kwa kuanzia mimi sorry sikuandika mimi. Mimi nimekupongeza kwamba unatokea Mwananchi. Hiyo siri za ndani, yani niseme tu siri za ndani kwamba hiyo story mimi sikuandika mimi. Na hata sikuhusika, hata pongeza nini kwa nini hiyo story. Pongeza. Na wewe ulikuja ukaiona asubuhi kama sisi siku ile hapa tulivyokuwa. Sasa hiyo ni editorial privacy. Siwezi nikasema kama niliona au sikuiona. Lakini pia niongezee hapo kwa mchezaji, kwenye transfer ya mchezaji. Unajua wakati mwingine wanasema pesa sio kila kitu kwenye maisha. Na tufuatilie wachezaji maisha ya Libya yakoje. Yaani tusimwangalie tu Aziz Ki. Ni mchezaji gani ambaye wa kigeni ambaye ameweka Libya angalau misimu 5? Hakuna. Yaani wote siku za karibuni hapa tuna experience. Kuna kipindi Libya walifanya sajili kubwa sana. Roland Mokwena amekaa muda gani Libya? Hajafikisha hata miezi 6. Yaani hata miezi 6 hajafikisha. Kwa hiyo kuna kitu nadhani watu wanatakiwa notes kuhusu soka la Libya. Ali Cisse alikuwa kocha wa timu ya taifa, ndio? Hajafikisha hata mwaka. Hajafikisha hata mwaka. Yaani nadhani kama ambavyo kulikuwa na mjadala mkubwa sana wa namna ambavyo China walibadilisha mpira wao. Kipindi fulani walifanya usajili wa watu wenye majina makubwa na ghafla sasa hivi hatusikii tena zile mbwembwe. Nadhani kuna kitu ambacho kiko nyuma ya mpira wa Libya. Yaani kuna kitu kiko nyuma ya mpira wa Libya, sisemi kwa ubaya, wanalipa hela nyingi kwa wachezaji, wanalipa hela nyingi kwa makocha, lakini wao watu hawakai. Hata mimi nimekihisi. Yaani kuna kitu kiko nyuma ya pazia. Kwa nini watu hawakai? Mimi miongoni mwa tafiti zangu ambazo nimezifanya ni kwamba ni ngumu sana hela ya Libya kutoka nje ya Libya. Tufanye vitu, jipe assignment. Yaani wewe Jabili unaweza kupewa milioni 10 Libya. Lakini ukajikuta unatoka na milioni 1 tu.
kurudi kwa nchini kwako, milioni 9 umeziacha Libya. Tujipe utafiti tu Jabiri, Mayele si anakwenda kule Libya. Baadaye mbele ya safari huko tujilinganishe, tuangalie maisha ya Mayele na maisha ya Ki, afu tutalinganisha, yani iwe hivyo hivyo tuangalie, afu nafikiri tutapata story nzuri hapo baadaye. Tuangalie miezi kadhaa. Na mfano mwingine tu mfano mwingine tu wa mtu mwingine wa recent ni huyu John Mano, msajili wa Azam. Huyu alichomolewa Al Hilal akaenda Libya, kakaa muda gani? Kwa hiyo kuna kitu kinaendelea nyuma ya mpira wa Libya ambacho I don't think kwamba kitaisaidia Libya kimpira, hata timu zao. Naona itakuwa ni hadithi ile ile tu. Okay. Usajili unaendelea na wachezaji tunawaona, lakini sijaisikia sana Simba. Kwenye nini? Of course saizi asubuhi hivi Simba wana kitu wanakifanya kwenye usajili. Kwenye usajili ilikuwa ni Simba alikuwa anahitajika kusajili wachezaji wangapi? 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 Yaani wangapi ambao labda unasema unataka kusajiliwe? Kwa mfano wachezaji wa kigeni Simba walikuwa wanahitaji kusajili wachezaji 5 au 6 wa kigeni. Jibu hapana. Yaani mimi nikiwa kama unataka usikiaje Simba? Mimi nikiwa kama mwana michezo. Mshabiki. Natamani kuona kwenye social media, niliona jana Tau wana mashabiki kwenye TikTok wana nani Tau au Pestau awepo pale, umeona? Yani wanachagiza awepo wapi? Kwa Simba hawajui mpira TikTok au mashabiki ambao wanataka sasa hivi Simba msajili Pestau hawajui mpira. Na mimi nitakupa sababu kwa nini. Nipe sababu moja, twende kwenye mada nyingine. Simba ina uhitaji wa winga kwa sasa hivi. Ni hiyo moja tu. Ndio hivyo. Yaani Simba ina uhitaji wa winga sasa hivi. Sawa. Yaani wote hapa tuulizane hapo, Simba ina uhitaji wa winga. Sawa. Haina. Na hata ukiangalia kwa maana ya takwimu. Huyu Kashagwa na Tau, huyu ana namba nzuri kuliko Pesi. Huo utani wa kwenye TikTok. Haya, kuna makala nzuri kabisa ipo katika Kombe la Mataifa ya Afrika wanawake 2026. Kuna mchezaji Banda, makala nzuri kabisa, mchezaji Banda kutoka Zambia. Ni mchezaji ambaye anaweka marekodi katika AFCON ambayo inaendelea na tunaionyesha hii michuano. Lakini baadaye tutazungumza zaidi kwa nini. Mimi nina kwa nini nyingi. Kama unafuatilia nyendo zangu, mimi nina kwa nini nyingi sana kwa upande wetu sisi. Kwa nini? Abel atakupa anajua naelekea wapi. Yaani kwa nini ziko nyingi. Mimi naomba kwa nini yako kwanza iache kwa leo. Niache? Umeshaigundua? Mimi nishaigundua, tutaongea baada ya kipindi. Yaani mimi nishaenda mbali sana. Mimi niache kwa leo. Nakuomba. Nakuwa mwenye busara. Nakuwa mwenye busara. Mimi kuna habari moja nimeiona hapo. Ya ipi? Nimeiona toka jana nafikiri jana nayo iliandikwa kwenye gazeti la Mwanasport kama sikosei. Kiungo awagawa mabosi wa Msimbazi. Hii hapa sijui ya Yanga kuna beki wanataka kusajili. Na jana niliona kwenye social media. Mkataba wa beki wakati Kiboko. Si ndio hao wachezaji wawili au mbali na hao ambao wanatakiwa wasajiliwe? Kuna mchezaji anataka kusajiliwa, nimeona hizi habari kwa kupitia hata Mwanasport iliandika gazeti la jana. Okay. Nikaona na kwenye social media. Leo usiku wanatangaza Yanga mchezaji mwingine. Leo wanaweza wakatangaza mchezaji mwingine. Leo anaweza wakatangazwa kiungo. Nikawa nasema kwamba na atatangazwa na Azam TV. Kwa taarifa tulizoziona. Okay, Nasema leo kwa taarifa tulizoziona Yanga watatangaza mchezaji mwingine na atatangazwa na Azam TV. Haya, yani babu ukisikia hivyo naona kama unamzaliwa upya. Hapana, wiki hii bwana rais wa CAF mzee wetu Karia alizungumza.
wa TFF. Unajua tumezungumza mambo mengi hapa. Wa TFF alizungumza mambo mengi. Sisi tupate sehemu tu ya mambo yale, alafu katika mambo mengi alafu tuweze kupata mwelekeo zaidi, alafu tutaangalia vitasa, alafu tukipata muda tutakwenda kwa wenzetu ambao wako Simba. Wakati Karia anaandaliwa, vitasa imefanyika Alhamisi. Kwa ujumla tu, kuna mtu aliangalia? Chazi uliangalia? Aliangalia. Mpaka asubuhi? Kusema mpaka asubuhi itakuwa sio kweli. Kuna namna ulilala? Mbona kukombe ndio kupona angalia mpaka asubuhi? Bwana. Mimi bwana naamini kuna improvement kubwa sana ya vitasa. Ndio kuna improvement kubwa sana. Hii vitasa hii iliyopita juzi kidogo imeleta utulivu kwenye maamuzi na nini, ukilinganisha na ile iliyopita. Wewe ulipenda ipi? Hii kidogo imeonyesha utulivu. Hata unaona watu ambao wameshinda at least walikuwa na unazungumzia mambo ya majaji. Bado kuna shida ya kwenye maamuzi. Bado kuna shida ya majaji. Kila siku mimi nasema kwamba mimi bwana kwenye ndondi sasa hivi kwa Tanzania sijui mwandamizi Chazi atasemaje, lakini mimi sina baya na Mafia Boxing. Yani kila unapoandaa yani mpaka toka umeanza kila unapoandaa ndondi kuna standard umejiwekea, na kiukweli Mafia mpaka sasa hivi hawajashuka kwenye hiyo standard. Sijui Chazi unaonaje kwenye ya Thursday? Mimi na observation yangu nikiona jukwaa hili stage, nikilinganisha jukwaa la stage hili, labda kuna vipimo mtanizodoa, na lile la Semunyo, naona kama jukwaa hili dogo, au ndo mambo ya viwanja kama viwanja vya mpira. Ulingo ulingo ni ulingo, vinakuwa na vipimo tofauti, vinakuwa na vipimo lakini ambavyo vyote viko kwenye standard, yani vinakubalika kwenye standard, yani vinakubalika kwenye ngapi kwa ngapi? Kwa sijashika ile namba, lakini vipimo vyote ni sahihi. Okay, haya twende tukamcheki ama tukamsikie rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF, tukiwa tumechukua sehemu ya vitu kadhaa, ikiwemo kanuni, ikiwemo jumba la dhahabu, ikiwemo na kutoingia kwenye vyumba vya kuvalia, kubadilishia nguo, ikiwemo kukatwa pointi 5, na nimeona kana kamfumu hii hapa Mkwasa kana kamfumu walonga pointi 5. Tupate kwanza kilichozungumzwa. Mambo mengine ni kanuni ile iliyokuwa inahusu sijui watu wameenda jumba la dhahabu nini. Ile kanuni tumelaumiwa kwamba imerudiwa sijui nini. Imerudiwa ni msimu mmoja. Ni msimu mmoja, huwezi kukaa baada ya mechi tukatengeneza kanuni. Sasa hivi tumetengeneza kanuni. Kanuni nadhani imerudiwa. Adhabu mbalimbali za hela zimewekwa, lakini pia tumekubaliana kwamba tunanunua vifaa. Kuna vifaa vya kudetect harmful gases. Tutanunua vifaa hivyo, vitakuwa vinatumika kwenye chumba. Mtu akikataa kuingia kwenye chumba, tutapima. Tukiona kwamba hakina matatizo, mechi itaendelea, matokeo yatabaki yale yale, lakini tunachukua pointi 5 kwenye mfuko aliona. Kama hana pointi 5, tutaanza na minus. Hilo tumeliweka hivyo. Tumewaita viongozi wale, wameitwa ili kuweza kupata kwa nini wanafanya na wanarudia. Wameeleza na tumechukua. Kilikuwa ni vikao vizuri kabisa, vimetupa mwanga. Kweli kuna vitu vinafanyika, ingawa pale tulishindwa, huwezi kuvidhibitisha kwa sababu hatakuwa na vifaa hivyo, lakini pia basi unatoka nje kabisa. Lakini pia tumeuliza ukaguzi unafanyikia wapi. Kuna vitu vingi tumehakikisha kwamba angalau taratibu zifuatwe. Na tulijaribu kuangalia kama walikwenda kweli, mwamuzi angekwenda kaenda kuwakagua huko kwenye jumba la dhahabu, tungeruka naye mwamuzi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tunavirekebisha
Na jamani, kanuni duniani, sheria zimetengenezwa kwa ajili ya matukio. Ni sehemu ambayo imezungumzwa na pia mimi nilivyosikia ni jumba la dhahabu. Unajua mimi niwapongeze TFF kwamba kwanza ni adhabu inayostahili tunakubaliana ni adhabu kali. Mimi sitaki kuzungumzia adhabu. Mimi adhabu unajua adhabu hata sheria hizi zinavyotungwa zinatungwa alafu zinakwenda kwenye adhabu. Sijui unaelewa kwamba wanatunga alafu wanatafsiri inaenda kupeleka adhabu kwamba kutokana na kosa hili huyu anatakiwa kwenda kufanya hivi. Sio? Mimi ninachosema ambacho nawasifia tu step moja walioifanya. Pamoja mimi nilikuwa naamini ilikuwa ni step zaidi ifanyike kubwa zaidi. Kwa hiyo step moja walioifanya ambao imeenda kuwafanya watunge kanuni, mimi nasema nawapongeza. Not bad. Yaani wamejitahidi. Kwenda kuwahoji viongozi wa Yanga kama alivyokuwa anasema Rais Karia. Lakini mimi nilikuwa nalizungumza hili jambo na sijui siku moja naweza kukutana naye Karia nikamwambia hii imechelewa sana kuchukuliwa hatua hii. Na imechelewa kwa sababu ndio wale tulikuwa tunazungumza wakati tunajadili swala la FIFA kwamba wenzetu huwa wanafanya sana tafiti na kuuliza. Jambo la watu kutokuingia kwenye viumba, nafikiri nyinyi waandishi kama naeka Chaziabeli limeanza muda mrefu hata kabla Karia hajakuwa president wa TFF. Na kitu kinachosikitisha ni kwamba tulikuwa tunaliona huko kwenye ligi kuu tu kwa sababu ndio ligi ambayo inafuatiliwa na watu wengi wa mchezo. Lakini ulikuwa ukienda daraja pili, Chazi huwa anaripoti daraja pili mechi hizi za kuqualify, ukienda daraja kwanza tatizo ni hilo hilo. Kwa hiyo mimi nafurahi tu kwamba wamekutana na wadau wachache, wamewauliza, wamekwenda na kanuni. Lakini mimi nafikiri alipaswa kuishia hapo. Yaani itakiwa ufanyike utafiti wa kina. Kwa sababu kuna kitu amekizungumza hapo Karia na mimi hili ni swali langu ambalo nilikuwa nauliza sana. Amesema nani anafanya ukaguzi? Lakini kumbuka vilabu vingi viwanja sio vya kwao. Yaani vilabu vichache sana ndio wenye kiwanja ambacho 100% kiwanja cha kwao. Vingi viwanja ni hiva watu wengine wanaomiliki. Kwa hiyo hata zile funguo sijui za viumba vya kubadilisha nguo anashika huyo mtu mpaka baadaye anasema chukueni funguo. Kwa hiyo mimi ningeomba TFF hata pamoja na kuweka adhabu hizi mwaka huu, lakini bado wanaweza kuwaweka wataalamu kama madaktari hao wa michezo, kuwaweka nyinyi waandishi wa habari, kuwaweka wanasheria, wafanye utafiti ili waje na kitu ambacho kitakuwa kinamaliza ile tatizo moja kwa moja. Na sio tu, kwa mfano kuna viwanja vinamilikiwa na CCM. Jamhuri Dodoma, Jamhuri Morogoro, Sokoine. Unawashirikisha na hata watu wa CCM ambao wanamiliki viwanja. Yaani unakuja unalimaliza ile tatizo, halijirudi tena, inakuwa ni historia. Nadhani wameanza vizuri. Mimi kwanza nipongeze Rais wa TFF kwa maana kwanza hiyo ilikuwa ni speech ambayo imebeba vitu vingi ndani yake. Lakini kwenye hiyo issue ya dressing room taungana na Jabiri kwa sababu klabu zilikuwa zinalalamika. Kwanza ilikuwa ni kitu cha kificho, watu wanaogopa kusema, baadaye zilitoka. Sisi wenyewe tushare run story ya klabu zinasema kabisa. Kama Mwananchi, Mwanaspoti na Mwananchi wamesema kabisa kama bwana tunakimbia sumu kwenye vyumba. Na tatizo lilikuwa linaendelea kukua siku hadi siku. Kwa hiyo stage ilikuwa imefika ndio hiyo mbaya ya kwamba timu sasa inafika inavalia nje kabisa ya uzio wa uwanja. Hiyo ilikuwa stage kubwa sana. Lakini stage ile ilikuwa inapeleka message kwamba kuna kitu kinatakiwa kifanyike. Kwa hiyo Federation ilifanya vizuri kwanza kukaa na tusikilize kwanza kweli inawezekana kuna tatizo, na amekiri Karia kwamba kweli kuna vitu vinafanyika. Kwa sababu sio haiwezekani klabu zote zikawa zinakimbia zote. Mechi ya mwisho na Mungu na Mtibwa paka mechi hizo nazo mtu anakimbia. Maana yake ni Kagera Sugar shekulalamika, wanasema basi hiyo kitu tumekutana nayo sana. Na ilikuwa paka championship nao vitu vinafanyika. Imagine inazidi kwenda chini. Yaani yazidi kwenda chini. Yaani inakuwa kama ni utamaduni. Sasa kuchukulia hatua, mimi kwangu nataka kuona
hatua zinachukuliwa, hivyo vitu vya kudetect hizo sumu vije haraka, tuvione na vikaguliwe na kweli, na ikipatikana mimi nataka kujua kwa maana ya je, ikipatikana hiki kitu kimefanyika, yani unajua naika nikwambia kitu ndio maana mimi nimekuambia kwamba wenzetu wanapotungaga adhabu wanatungaga adhabu kwa sababu wanapita kule nyuma walipotokea. Ndio maana nimesema pamoja na mwaka huu wamefanya hii hatua ya kwanza ambao mimi kwangu nawasapoti na nawaunga mkono Karia na timu yake yote kwamba wamefanya jambo zuri kabisa kwa kuanzia. Ndio maana nimesema pamoja tutakuwa na hivyo vifaa, pamoja sisi tutakuwa tuna detect, mtu ana detect sijui afa na yani sawa. Haya, Chazi kaenda pale kama mwandishi ka detect. Alafu na mimi nacho yani inatakiwa mpaka tunasema kabisa kwamba Chazi ndio atakuwa mtu wa mwisho kututhibitishia kwamba kweli kwenye vyumba kulikuwa na hiki na hiki na hiki kwenye mechi hii. Hapo pia samani hapo na timu gani? Utashi. Sasa unajua maana yake nini Chazi? Ngoja Chazi. Hiyo ni maana yake nini Chazi? Ni sawa siku ile ulivyokuwa unaoji kuhusu swala la ilikuwa kule Lindi ambapo mechi haikuchezwa kwa sababu ya ambulance akafungiwa Bwana Makata. Ilikuwa mechi ya nani na nani? Ilikuwa ni Mbeya Kwanza na Mungo. Tulikuwa tunaoji watu wote hapa. Na Chazi anakumbuka vizuri kwamba umemfungia Bwana Makata kwa sababu alisema timu yake isifanyaje? Isicheze mechi dakika 30 zimepita. Lakini tulikuwa tunauliza msimamizi wa kituo na kamishina mchezo, si ndio? Walikuwa kazi yao ni nini? Kwa sababu tukikukona wewe tunakuja kukukona kwenye eneo lako, lakini kuna mwingine naye tunamkona eneo lake. Sio, unanielewa mneka? Ndio maana nasema unapoweka vitu kama hivi ni lazima uhakikishe kila mtu kwenye ile nafasi atakayokuwepo siku hiyo awajibike. Utashi. Yani awajibike. Kwamba kama unasema unataka umwambie Chazi ata detect. Utuambie kamishina mechi atasemaje? Ana sign form kwamba na mimi kweli nimesijilizisha. Kama anavyo kwa upande wangu mimi kama anavyosema Chazi. Utashi. Ngoja basi. Tunajuana, utashi. Lazima uwe na hilo, tunajuana, alafu kuna kitu sawa na utashi. Sasa tuwe tunajiridhisha na chombo maalum. Wakati tunafikiria hivyo vidude hivyo, tuwe na chombo maalum. Ikiwezekana hata hicho chombo kiwe cha hata nje ya nchi ambacho kinaweza kikatupa report, lakini pia still kuna kitu kinachoitwa utashi, uadilifu. Huyo mtu aliyokipeleka kule hata kama nje ya nchi kwenda kukaguliwa ana uadilifu gani na utashi gani? Mimi nadhani jambo. Unaona mimi hata kama mimi kuhusu madaktari wa michezo, yani inawezekana hata yule daktari wa michezo awe part of the game. Mimi ninachojiuliza swali, kweli bwana hiki kitu hapa iko si kipimo? Kipimo. Nacho kipimo kina utashi. Aliyepeleka si vitu vinakuja kwa ripoti kwa bwana kilikuwa hiki. Results yake ni hii. Unajua mimi point ya uadilifu. Point ya uadilifu mimi nachangia katika mazingira moja. Babu kuna neno kubwa sana kaliongea, tunajuana. Mimi sitaki kuamini. Na hiyo nitabakia kwa mtazamo wangu mimi, nitabakia na msimamo wangu. Sitaki kuamini kwamba kila timu inayogoma kuingia kwenye chumba ni kwa sababu ya kupuliziwa dawa. Wengine wanafanya hivyo kwa sababu ya imani za kishirikina. Hiyo sawa. Yaani kuna timu inaamua tu kwamba ishaambiwa huko imepewa maelekezo bwana, mkiingia chumbani tu tumefungwa. Umeona? Kwa hiyo inatumia hiyo hoja kama ushahidi. Yaani inatumia kama sababu tu ili isiingie kwenye dressing room. Sasa inapokuja imetokea mimi na timu yangu ndio nishapewa maelekezo, siwezi nikapuliza dawa afu nikamwambia bwana kuna dawa huko. Kwa sababu chumba kila timu inapewa funguo yake. Ambayo inapewa funguo yake siku gani? Inapewa siku ya mchezo ambao ni asubuhi saa 4. Asubuhi saa 3 au saa 4. Kwamba mimi nimeingia bwana najifanya naenda kukagua chumba, nimefanya jambo langu. Bwana hapana. Hiki chumba hiki kina hivi na hivi na hivi. Lakini kumbe nishafanya jambo langu. So mimi kwa hiyo Chazi umeona umerudi kwangu pale ninapokuambia. Hoja yangu mimi ni moja tu. Tucheze mpira.
Chazo, umeona umerudi kwangu ambapo yani, naye alikuwa anasema ananisupport. Tunatumia muda mwingi sana, tunatumia nguvu kubwa sana na muda mwingi sana kwamba kwenye vitu ambavyo mimi nasema ni nonsense. Yaani vitu ambavyo havina mashiko. Kwa nini tusicheze mpira? Timu zetu zinasajili wachezaji sasa hivi tunaona wachezaji wa bei mbaya wanakuja, makocha, uwekezaji umekuwa mkubwa, sponsors wanaongezeka, watu wacheze mpira. Mwenye timu bora ashinde uwanjani. Na ndio njia ya kupata mafanikio. Mimi najiuliza swali moja. Mbona kimataifa timu zetu zikienda huko nje hazigomei vyumba? Yaani mimi ndio swali langu, huko nje hawafanyiwi. Na je, timu zetu zina wataalamu wa kujua hizo sumu? Kama zinajua hapa kumepuliziwa sumu au hazijapuliziwa. Kwa nini huko hawezi? Yaani wanajua, wamejuaje? Yaani mimi leo chazia beli leo najuaje kwamba hapa hii ni sumu, najuaje? Na kama mbona hatuoni uthibitisho? Unajua mimi binafsi ninavyojua, kwa mfano ukienda hata kwa daktari lazima akule, bwana hapa unajua mshipa huu umefanya hivi kwa sababu hivi na hivi na hivi. Sasa hivi tuanze, yani hata kama mimi nadhani hivi vitu hiyo open sasa. Vinaitwa vifaa, si ndio? Vya kudetect. Imebadilika kweli, sumu imepulizwa. Public ipewe taarifa, bwana kweli kuna hivi vyumba, ili tujue uwanja gani una matatizo, nani una matatizo. Ndio nilichokuwa nakisema. Kuliko ile kupita ndio nilichokuwa nasema, kwa maana hivi vinatumika ni vifaa. Hii ni sayansi. Unajua huko wenzetu washatoka katika ile makala ule uchunguzi ulikuwa unafanyika, moja ya klabu ilisema huko nje tuwezi kusikia hivyo vitu, wenzetu washatoka kwenye haya mambo. Ubaki huko. Huo shamba huo. Sasa ndio vitumika si vifaa. Na alisema kuna mmoja alisema tena, kiongozi wa klabu kubwa tu hizi. Alisema huko nje wenzetu wana vifaa vingi vya kudetect hii ni sumu. Ukipulizia ahali wanakuja wanapima. Baadaye wanatafuta solution ya haraka, hapo wanaendelea. Wanaweka vitu vya kunyonya sumu, basi wanaendelea. Kwa hiyo cha msingi ni nini? Mpira unaendelea kukua. Sawa. Hata hivi vifaa vinapokuja mpira unakuwa. Kwa hiyo tutumie vifaa viwe wazi kama anavyosema Abel. Viwe wazi tu, kwa maana tumepima sasa hapa. Kweli kuna substances. Hii kinaashiria chumba hiki hapa kina shida. Kiwe wazi pale. Sasa pointi 5 zinakatwa. Sawa. Tuseme mafahari wawili wamekutana, lakini yule fahari ambaye ni dhaifu ndio ana michezo. Kwa mfano nasema fahari ambaye ni team A na fahari team B, yeye anamhofia fahari team A kwa sababu anataka kwenda ku hatua nyingine. Umeona? Adhabu kubwa hapo ni pointi 5. Uoni team B ambayo ina pointi zaidi ya 5 ambayo inamhofia team A akasacrifice, akajitoa mwanga kwenda jumba la dhahabu, hata akikatwa pointi 5 ambazo ziko zaidi ya, atabaki kuwa juu. Of course pointi 5 ni nyingi, lakini na hiyo scenario japo ni ndogo kabisa inawezekana ikawa applicable. Mbali na utashi, mbali ya kujuana, mtu anawezekana bwana huyu nimemwacha mimi pointi 7. Potelea mbali. Hii mechi ya heshima hii. Ngoja twende jumba la dhahabu. Kwa mpira wetu inawezekana. Yaani kwa mpira wetu hivyo ni vitu, yaani kwa mpira wetu kitu ambacho unategemea yaani wewe ukitegemea kitegemea. Haya, twende tukamsikilize na Karia. Karia alizungumza pia wachezaji wa kigeni. Wachezaji wa kigeni ni 12 Goalkeeper mmoja lazima, yani asizidi mmoja. Goalkeeper asizidi mmoja. Wa kigeni, yes. Wa kigeni. Kuna goalkeeper kwenye mitandao. Maana siku hizi naenda kwenye mitandao. Baada ya goalkeeper yule wa Simba kutolewa kwenye mitandao, nikaona kwamba hebu tumsikize Karia, yeye aliweka vipi hii swala la wachezaji wa kigeni. Isipokuwa nikiri tu kwamba utekelezaji wa ufuatiliaji wa hiyo sheria ulikuwa haufuatwi. Kanuni inaeleza, na hiyo kanuni iko siku nyingi na tumeirisi hiyo kanuni. Nakumbuka tulitengeneza wakati wa uongozi wa Mzee Tenga.
kuhusu wachezaji wa kigeni wanaokuja Tanzania kucheza ligi yetu. Kuna categories za nchi mbalimbali na wachezaji wengi hasa wanaotoka Afrika anatakiwa lazima atoke kwenye timu ya ligi kuu na awe ni mchezaji wa timu ya taifa wakati anaposajiliwa. Hiyo kanuni iko siku nyingi, tumesema mwaka huu tutaisisitiza tu kwa sababu kumekuwa na malalamiko kwamba wachezaji wanaokuja wa kigeni wengine wanakuja by the way tu kwamba mchezaji katoka huko, quality yake ndogo, hachezi timu ya taifa, anakuja anasajiliwa hapa lakini anasajiliwa tena anakaa benchi. Kwa hiyo tumeona kwamba hapana, lazima ile enforcement ya ile sheria ifanyike. Kwa hiyo tumeshaelekeza watu walioko kwenye system ya usajili, wakija watarudi background, watakwenda watarudi, wataangalia huyo mchezaji kama ni mchezaji mgeni hayuko timu ya taifa, labda atoke kwenye ile nchi ambayo iko kwenye kategori ambayo kuna nyingine inaruhusu hata atoke kwenye ligi ya chini, sio ligi ya juu. Kwa hiyo yote hayo sisi tumesema kwamba tunazungumza kwamba tutafanya enforcement, sio kwamba kuna kanuni mpya. Lakini kwa sababu wenzetu nyinyi wengine ni wageni, wengine hapa ni waandishi wa habari, wakati Mzee Tenga anatunga hiyo kanuni ya wachezaji wa timu za taifa wa kigeni hamjaingia kwenye habari, na bahati mbaya sababu kuna wengine walikuwa hawajazaliwa, sasa ndio inatokea hivi. Wengine walikuwa hawajazaliwa. Ulisema tulikubishia? Nakumbuka, yani nimefurahishwa na hiyo Karia ya nani ya Karia. Ni kweli Karia akiwepo kwenye utawala wa Tenga, alikuwepo yeye Karia. Nakumbuka mimi kwenye utawala wa Tenga ulikuwa na sheria ya golikipa. Yaani golikipa haruhusiwi kutoka nje. Kabla hawajaja kuiamend, sijui nafikiri kipindi cha Malinzi kwamba sawa golikipa anaweza kusajiliwa. Sema sasa hivi nimeona wamekuwa very strict kusema hata golikipa wasiwe zaidi ya wawili. Well and good. Ndio nilikuwa nataka kuizungumza hilo jambo la nilo la beki huyo wakati sijui ambaye nilisema nimeona mkataba wa beki wakati Kiboko ambaye wanamuhusisha na Yanga, maana yake ni habari za tetesi. Nani? Nani? Kuna beki iko sijui Mazuru alikuwa na kocha Magoba Nkiti Golden Arrows. Sasa unajua nikawa nasema saa nyingine kocha anapokuleteni proposal yule Ibrahim yule Keita yule, mimi kwangu naiangalia tofauti kidogo. Kwa mfano yule Dumbe wa Simba anacheza under 17 ya timu ya taifa, under 20 ya Mali, under 20 ya Mali, under 23 anastahili. Mimi naiangalia kwa maana tofauti kidogo. Yani kocha ameona nini? Yani ameona nini katika mabeki ambao nao, na yule ana nini ambacho anacho hawa hapa hawana, na ndani ya kipindi kifupi tu tayari amesha detect hilo. Hivi mimi naweka nazungumza, mimi naweka nazungumza kitu kimoja. Ndio tunachosema, unaweza kuongea na kocha saa nyingine hata kama nyinyi yeye ni mtaalamu, mnaweza kuzungumza kwa fact. Jabiri samani. Yanga Jabiri samani. Mkataba wa beki wakati Kiboko. Charles niambia beki wakati pale Yanga ambao hapa Yanga ina mabeki wakati pale, kuna Diki, kuna Mwamnyeto, kuna Baka na huyu kijana Musa sijui alomwaje, kuna yule beki kutoka Mashujaa huyo Musa Sawa, endelea. Sasa ndio hiyo nilikuwa naizungumza hiyo kwamba saa nyingine kocha anaweza kukuletea proposal yake, yeye ni mtaalamu kwenye pitch, lakini saa nyingine mnapaswa kumjibu na nyie kitaalamu kutokana na nyinyi mnachokiona. Hapo wote atubishani kwamba defense line yote ya national team ya Tanzania inatoka Yanga. Kuna ubishi kwenye hilo? No doubt. Na wanacheza national team yetu panga pangua au wanacheza hiyo timu hapo kwenye central defender. Kocha unasema unataka kuleta center half mwingine. Sawa. Na ukiangalia hata huyu kijana aliyotoka Mashujaa ambaye alikuwa anamtaja Charles, nafikiri mara mwisho au mara mbili zote kaitwa na Gamondi, si ndio? National team. Wonder player. Manake ni prospect ya mchezaji kwamba ni mchezaji. Manake mabeki wanne wa Yanga wazao wote wako national team. Sasa kocha unavyotuambia
Mimi binafsi sijamuona huyu nani pamoja na angalia ligi ya South Africa, ila nimesema hivi anticipated kwa Yanga hii ni loss. Sasa ila nasubiri huyu mchezaji aje kuthibitisha uwanjani niseme kweli bwana, wewe Dickson Job Mluguru mwenzangu ulikuwa unapaswa ukaa benchi. Sasa mimi Jabiri nakujibu. Wewe hapo leo sasa leo umeongea kama umeongea kimpira wetu. Si umeelewa? Sisi tunahubiri professionalism. Professionalism. Kocha anaposema kuna shida sehemu fulani, wanakiwa umsikilize kocha anataka nini. Nakubaliana na wewe, nimesema anapendekeza nini. Nimekubaliana na wewe. Mpe. Ili. Si umeelewa? Mimi naamini. Yanga inamleta ubeki, kocha sikapendekeza. Sisi tunakupa huyo beki. Lakini kuna mawili. Huyo beki atamponza kocha au kocha atamponza beki. Kwa nini? Kama beki akishindwa kuperform, akashindwa kuchukua namba kwa wale wanaume watatu wale. So ukumbuka na huyu kijana. Ngoja kwanza, huyu kijana unajua uwezo kwa mhesabu kwa sababu ndo anaanza kurise. Lakini shida unajua kuvunja ule utawala wale wanaume watatu. Unajua pale amekuja Dumbia kutoka Mali, amekuja Asinki, sio kwa mabeki, kwamba tu mabeki wa kubabaisha. Lakini kazi inaofanya na wale wanaume sio mchezo. Sasa huyu kama unavyosema aje approve, yani avunje utawala wale wanaume, yani tuone anapenya anaingia pale kwenye first 11. Hapo kocha hapo atatuonyesha kwamba kweli sisi tutakuona, atatuprove wrong. Lakini kama akishindwa kupenya, mimi na uhakika inawezekana msimu mmoja tu ukatosha bwana. Haya, asante. Asante sana kwa jumuisho hilo hapo. Kesho ni uchaguzi mkuu wa Yanga kesho. Naona Kishamba mwenzetu yupo. Kishamba. Priska Kishamba. Priska Kishamba. Na wengine. Unajua ukifikaga uchaguzi bwana ndio unamgundua mtu vizuri. Priska. Kumbe wewe ni huku upo. Yaani unajua ukifikaga uchaguzi mimi naufurahiaga sana hata uchaguzi wa mama siasa. Ukifika kumbe mwenzetu bwana wewe bwana wewe huko bwana wewe. Unajificha. Haya, unajua nilipokuwa amechukua fomu siku ile. Hata huyu. Nikasema hata huyu nataka nimuulize kaka yake kwanza. Asante sana jamani, asante. Kimekwisha. Yanga Simba ngao ya jamii yavushwa maji. Asante sana, tutakutana wakati mwingine. Ngao ya jamii inachezwa Zanji.